Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki ukipendacho, kipindi cha kusikiliza majibu ya maswali yaliyoulizwa na watazamaji wa runinga yetu. Kipindi ambacho kinatambulika kama Biblia Yasema. Biblia Yasema hukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 4:45 hadi saa 3:45 hadi saa 4:30. Na kwa hiyo usikose kuuliza maswali ikiwa kuna swali linalokutatiza kwenye Biblia, na mahali pa kuulizia ni kwa kutumia hiyo anwani utakayoiona hapo chini ikipita, na sisi kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutatafuta majibu kutoka kwenye Biblia na tutayaleta hapa kwenye kipindi hiki. Ninayeshirikiana nawe ni Steven Leta, mchungaji, na atakayekuwa akinisomea maswali yenu ni dada Miriana Mdeta. Kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo, hebu tufumbe macho tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu umekubali kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha kujibu maswali ya wasikilizaji. Na kuomba Roho wako Mtakatifu aliyowaongoza manabii zamani kuandika, wakawe pamoja nasi katika kutafuta ufumbuzi wa maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu, ili kila atakayekuwa amesikia majibu hayo akapate faraja na akajengwe zaidi na kuimarika zaidi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Sasa leo tumepata swali refu kidogo kutoka kwa mtazamaji wetu, na dada Miriana anakwenda kusomea. Asante. Nini maana ya andiko hili? Timotheo wa kwanza 4 na mstari wa kwanza hadi wa 5. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kutawaliwa kama kikipokelewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Naam. Mafungu hayo marefu ambayo tumetoka kusomewa yanatahadharisha juu ya udanganyifu wa wakati wa mwisho utakaoletwa na mafundisho ya mashetani. Katika siku za mwisho kutakuwa na udanganyifu uliokuwa umefungamanishwa katika mafundisho ya mashetani. Kwa bahati mbaya yanaitwa mafundisho ya mashetani, lakini ndivyo ilivyo, na inaitwa hivyo kwa sababu maalum, ambao pamoja na mambo mengine yatawazuia watu wasioe na wasile vyakula ambavyo Mungu aliruhusu viliwe. Watu watakatazwa wasioe na watu watakatazwa wasile vyakula ambavyo Mungu aliruhusu viliwe. Njia moja ya kuwabaini wenye mafundisho ya shetani ni kuwa watakuwa wanafundisha kinyume na maandiko matakatifu. Watu wowote wanaofundisha kinyume cha maandiko matakatifu, hao ndio wanaotajwa hapa kwamba ni wenye mafundisho ya shetani. Isaya 8 fungu la 20 nasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hao hapana asubuhi. Isaya anatuambia ya kwamba njia mojawapo ya kuwatambua watu wa mafundisho ya mashetani ni kwamba watakuwa wanafundisha kinyume na maandiko matakatifu. Na Isaya anataja tu sifa 2 hapa, ili wasitumbukie katika kundi la wale wanaofundisha mafundisho ya mashetani. Watu wowote wanatakiwa, moja, waende kwa sheria, na pili, waende kwa ushuhuda. Hivi ni vigezo viwili vya muhimu sana vya kuwatambua kabla hata hujaangalia mada wanayozifundisha.
Je, hawa watu ni waumini wa neno la Mungu? Je, hawa watu ni waumini wanazikubali sheria za Mungu? Kwa sababu sheria za Mungu ni za Mungu, ni Mungu aliyeziweka, na Mungu hakana mwanadamu kujadiliana kwamba ama uzifuate ama usizifuate. Kama unavyojua sheria ni sheria tu. Sheria walipewa wana wa Israeli, na sheria tumepewa sisi kupitia kipindi cha Agano Jipya wakati Yesu alipokuja hapa duniani. Je, wako watu ambao wanapinga sheria katika mafundisho yao? Wako watu ambao wako kinyume na sheria kwenye mafundisho yao? Hao watu wamekuwa na sifa mojawapo ya kwanza kabisa ambayo wanakuwa nayo wale wanaofundisha mafundisho ya mashetani. Hiyo nimekupa dokezo hilo. Jambo jingine, Ufunuo 12:17. Biblia inasemaje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Kwenye unabii, tunapojifunza unabii, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii, na kwa hiyo wakati fulani ukisikia joka inawakilisha mtu fulani, ukisikia mwanamke inawakilisha mtu fulani. Kwa mfano hapa joka ni shetani na mwanamke ni kanisa. Kwa hiyo joka akamkasirikia yule mwanamke, kwa maana ya kwamba shetani alimkasirikia lile kanisa, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Yaani hawa ni wale waumini walioko ndani ya hilo kanisa, na mojawapo ya sifa walizo nao hao waumini wa hilo kanisa ambalo shetani alikasirikia, walikuwa ni wale washikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Vile vile vitu alivyotaja Isaya, kwamba na waenende na ushuhuda na waenende na sheria. Wasipoenenda na vitu hivyo viwili, au kwao hakuna asubuhi. Maana ya kusema kwamba kwao hakuna asubuhi ni kwamba hao watu wanatembea gizani. Ni lugha nyingine tu kwamba kwao hao hakuna asubuhi. Ni kama vile angesema, ukiona watu hawafundishi sheria, ukiona watu hawafundishi ushuhuda, hao watu wanatembea gizani, hao ni watu wa giza, hao ni watu wanaofundisha mafundisho ya mashetani. Na sasa kana kwamba ile ya Isaya ilikuwa haitoshi, Ufunuo 12:17 anatuambia tena kitu kile kile. Kumbe shetani akiwa amewatuma watu kwenda kufundisha mafundisho yake, hao watu wanakuwa rafiki zake. Lakini ukimwona shetani anachukia kikundi fulani cha watu, hao anaowachukia ni maadui zake. Na sababu ya uadui huo imetajwa hapa, kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo tunaishi katika siku ambazo tutaona haya makundi mawili wazi wazi. Kundi moja linafundisha sheria za Mungu na linafundisha pia ushuhuda. Nitakufafanua kidogo ushuhuda hapo baadaye. Lakini kwa upande mwingine tutaona kundi jingine ambalo linapinga kabisa sheria za Mungu na linapinga pia ushuhuda. Hao pamoja na kupinga sheria ya Mungu, pamoja na kupinga ushuhuda, watakuwa pia wana mafundisho mengine ambayo ni ya kishetani, ambayo natakiwa kuwa na tahadhari nayo sana. Makundi mawili yanayoishi katika siku za mwisho, na yote yakidai kwamba yanamwakilisha Mungu wa mbinguni. Utafanyaje kuyatambua? Utafanyaje ili usiingie kwenye huo mtego? Sasa tunakuja kwenye vipengele viwili vilivyotajwa katika hiyo Timotheo, kwa sababu kumbuka tulikuwa tunasoma lile fungu refu la Timotheo ambalo mtazamaji wetu amekuwa akitaka kujua ufafanuzi wake. Sasa tunarejea kwenye ile fungu lake. Katika ile fungu pametajwa kwamba hao watu ambao watakuwa wanafundisha mafundisho ya mashetani watakaotokea katika siku za mwisho, miongoni mwa mada watakazokuwa wakizifundisha ni hizi mbili. Moja ya kwanza, kuwazuia watu kuoa. Kuoa au kuolewa ni agizo la Mungu kwa wanadamu ambalo binadamu lazima alitimize, isipokuwa wale tu ambao hawajajaliwa na Mwenyezi Mungu. Katika Mwanzo 2 fungu la 18 Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Unaona? Kwa hiyo kukaa peke yako au kukaa bila kuoa wakati umri umefika na vigezo vingine vimetimia ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Mungu anaposema sio vema, maana yake ni kwamba ni vibaya. Kwa hiyo akitokea mtu anayewazuia watu kuoa au kuolewa, huyo mtu anafanya kinyume cha mapenzi ya Mungu.
Biblia imeendelea kusema katika Mhubiri 4 fungu la 9, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Wakorintho wa kwanza 7 fungu la 9 inasema, lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Unaona? Na Mathayo 19 fungu la 11 hadi 12 inasema, lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Hii neno limerudiwa hapa, matowashi. Matowashi ni watu ambao hawana vigezo, hawajakidhi vigezo vya kupata kuoa au kuolewa, na ni watu ambao hawatakaa waoe, na hawaoi kwa sababu hawana vigezo, na Mungu amewaruhusu wakae katika hali hiyo hiyo. Kwa hiyo wako watu wa namna hiyo, wananyewe wanajifahamu, lakini basi sio watu wote ambao wanaongea katika hilo kundi. Watu wengi kama nini wanavyo vigezo vya kuoa na kuolewa. Kuwazuia watu wasioe. Sasa tunakuja, ni nani ambao wamewazuia watu wasioe? Mapadre hawaruhusiwi kuoa. Ukiwa wewe umechagua kuwa padre, ukisema kwamba nina wito wa kuwa padre, najisikia kuwa na wito wa kuwa padre, unaambiwa basi hamna kuoa. Au umesikia una wito wa kuwa sister, basi unaambiwa wewe marufuku kuolewa. Hayo ndiyo mafundisho yanayopingana na agizo la Mungu. Sioni kikundi kingine cha kidini duniani kinachozuia wanaume kuoa na kinachozuia wanawake kutoolewa zaidi ya kundi hili la watu wanaoamini kwamba mapadre hawaruhusiwi kuoa na masista hawaruhusiwi kuolewa. Hawa kwa mujibu wa Timotheo ndio walikuwa na walenga hawa, kwamba siku za mwisho watatokea watu watakuwa na mafundisho ya uongo. Mojawapo mafundisho ni kwamba watazuia watu wasioe na kuolewa. Katika utafiti wangu nilipofanya utafiti, nimegundua tu hilo moja. Hata wewe mwenyewe unawafahamu hao watu ambao mapadre wao hawaruhusiwi kuoa na masista wao hawaruhusiwi kuolewa. Hali kadhalika kuwazuia watu wasile vyakula halali vilivyotolewa na Mungu kwa kufuata mapokeo ya wanadamu sio jambo sahihi. Mungu hajaagiza wanadamu kutokula nyama siku ya Ijumaa Kuu. Hayo ni mapokeo ya wanadamu, ya kwamba siku ya Ijumaa Kuu, wakati wa kuadhimisha kifo cha Yesu alivyokufa miaka 2000 iliyopita, sasa hivi 2000 na kitu, wako watu wanafundisha kwamba ni vibaya kula nyama siku hiyo, na kweli watu hawali nyama siku hiyo. Na ninaporudi kwa Timotheo akisema kwamba siku za mwisho watakuwepo watu wanafiki watakao wazuia watu kuoa na kuolewa na kuwazuia kula vyakula vilivyotolewa na Mungu ambavyo tunatakiwa tuvitumie kwa shukrani, nikaona inawalenga watu hawa. Kwa sababu viko vyakula ambavyo Mungu avitoa viliwe na wanadamu, na orodha yake ipo katika kitabu cha Walawi. Sifa ya vyakula vinavyofaa ipo, sifa ya vyakula visivyofaa vipo, na hivyo visivyofaa vimeitwa najisi, na vimekuwa najisi tangu Mungu alivyoviona najisi mpaka mwisho wa dahari, vitaendelea kuwa najisi. Mbwa kwa mfano, mbwa hakuna siku atafika mahali afai kuliwa na mwanadamu. Mazingira yake tu ya uchafu na vyakula anavyokula na kila kitu vinaonyesha kwamba huyu ni najisi. Nguruwe, Yesu mwenyewe akitolea mfano jinsi mwana mpotevu alivyoenda akapotea mpaka akafikia hatua ya kula chakula cha nguruwe, ilikuwa inaonyesha kwamba anamtaja kiumbe ambaye ni mchafu wa mwisho wa chini kuliko wote. Kama nguruwe angekuwa ni kiumbe kilicho bora kuliwa kama ambavyo watu wamekuwa kitetea leo, Yesu asingemweka kwenye mfano wa mwana mpotevu. Kwa mwana mpotevu alifikia hatua ya chini kabisa ya kula vyakula vya nguruwe. Kwa hiyo hawa leo ukiambiwa usile, wala huyo anayekuambia hivyo hakuletei mafundisho ya kishetani, anafuata tu maagizo ya neno la Mungu. Lakini anayekuambia usile nyama siku ya Ijumaa, usioe kwa sababu una wito wa upadre, usiolewe kwa sababu una wito wa usista, huyo ndio aliyotaja katika kitabu cha Timotheo. Nakushukuru sana mpenzi msikilizaji kwa kufuatana nami katika swali hilo ambalo lilikuwa refu, lakini bila shaka umelielewa
Kama utakuwa unahitaji ufafanuzi zaidi, namba yetu iko hapo chini, unaweza ukauliza tena au ukauliza swali jingine lolote lile. Kipindi hiki kinarushwa kila inapofika Alhamisi saa 3:45 hadi saa 4:30. Tunaenda kwa mapumziko kidogo, kisha tutarejea kuangalia swali jingine. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye umeendelea kufuatilia kipindi hiki. Tunaendelea kuangalia swali jingine liloulizwa na mtazamaji wetu. Miriam, naomba unisomee. Kwa nini Biblia inasema kuwa hiki ni kizazi cha nyoka? Naam, huyu mtazamaji wetu alikutana na fungu linasema hiki ni kizazi cha nyoka. Hiki tulichonacho, sijui hiki tulichonacho au ni kipi. Kwa hiyo nimetatiza kidogo kwamba kizazi cha nyoka hasa ni nani na kwa nini wanaitwa hivyo. Nami nimeenda kwenye maandiko matakatifu na kuchambua, nikagundua kwamba nyoka mara nyingi, kwanza huyo nyoka anafananishwa na shetani. Hiyo ndio nyoka. Kwa hiyo ukiona nyoka ni shetani mara nyingi. Na Ufunuo wa Yohana 12 fungu la 9 nasema yule joka katupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, au danganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Baada ya uasi, wanadamu wamekuwa na tabia za shetani. Joka ama shetani alitupwa hapa duniani kwa bahati mbaya sana, na sasa ameendelea kuishi hapa duniani tangu alipotupwa shetani. Na moja ya vitu anavyofanya hapa duniani ni kuwaharibu wanadamu. Shetani sio mzuri, hana nia njema na wanadamu, na amewaharibu kwa njia nyingi sana, kwa kuwapatia magonjwa, kwa kuwapatia mapepo, lakini mbaya zaidi kwa kuwapa tabia mbaya. Tabia mbaya zote ambazo wanadamu tumekuwa nazo, hizi hatukuzitoa kwa Baba yetu wa mbinguni. Unajua, mtoto yote akiwa na tabia, kwa sehemu kubwa sana hizo tabia zimetokana na wazazi, ama jinsi walivyomfundisha akiwa nyumbani, ama zilikuwa ndani ya vijinasaba. Yaani kuna tabia mtoto anazaliwa nazo tu. Sasa tabia mbaya hizi ambazo mimi na wewe sisi wanadamu tunazo, hazikutokana na Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu hakuwa na tabia hizi, hata leo Baba yetu hana hizi tabia. Sasa ilitokeaje sisi tukana na hizi tabia? Biblia inaendelea kutuambia hivi, Yohana 8 fungu la 44 nasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kumbe wewe kama ni muongo, Biblia inasema huo uongo umeuchukua kwa baba yako. Baba yako gani? Shetani. Kwa hiyo wewe ni kizazi cha nyoka. Kama wewe ni mwizi, huo wizi huo umeuchukua kwa baba yako. Baba yako gani? Shetani, ambaye anaitwa joka. Tabia zote mbaya ulizo nazo, hizo unapozifanya wewe unafahamu ya kwamba ni tabia ulizozichukua kwa baba yako Shetani. Kutokana na hali hiyo, ndio maana Mungu akakiita hiki kizazi cha wanadamu chote hiki kizazi cha nyoka. Ni kizazi ambacho kina tabia za nyoka. Kina tabia ambazo yeye kama baba
hakuturithisha. Yeye alitupatia tabia nzuri, lakini matokeo yake tukachukua tabia mbaya kutoka kwa Shetani. Sasa tumekuwa kizazi cha nini? Cha nyoka. Kwa hiyo alitaka kujua kwamba hivi kizazi cha nyoka ni nani na kwa nini wanaitwa hivyo. Ndio maana mara nyingi Yesu akifananisha kizazi cha nyoka, Mathayo 12 fungu la 34, Yesu mwenyewe alitamka wazi wazi katika Mathayo 12:34, anasema, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Yesu aliangalia ya kwamba wakati fulani tulikuwa tunajitahidi, tunajaribu, tunataka kufanya matendo mema, lakini wapi? Tunaongea kutenda matendo mabaya. Tunaahidi kabisa, mimi kwa kweli kuanzia leo sitafanya kitu fulani. Wapi? Tunadondokea kule kule. Kwa Yesu alipoangalia wanadamu aliwahurumia sana. Hata alipokuwa anatamka haya maneno, sio kwamba alikuwa anawakejeli au anawadharau, ila alikuwa anawahurumia. Anasema, jamani, watoto wangu, ndio mmefika hadi huko. Nyie kizazi cha nyoka, mnawezaje kutenda mema wakati ndani ya mioyo yenu hamna jema? Maanake ni kwamba huyu adui, huyu Shetani, huyu alichonifanyia kwa watoto wangu kibaya sana. Ameenda ameingia ndani kabisa kule. Sasa kule ndani ndio anawaongoza sasa. Unajua hakuna kitu kinachofanyika kama hakikutoka moyoni. Yaani nia ndio inayoanza kupanga kwamba nataka niue, nataka niibe, nataka niseme uongo. Halafu inaagiza mdomo au mikono inatekeleza. Kwa hiyo kabla dhambi haijatokea kunatokea wazo. Wazo linazaa kitendo. Unaona? Na huko kwenye wazo ndiko Shetani alikoingia huko. Kila mtoto anayezaliwa hapa duniani, ndani ya moyo wake huko kuna nguvu ya Shetani inayomuongoza kutenda ubaya. Ndio kisa cha tukaitwa kwamba sisi ni kizazi cha nyoka. Sio jina zuri, hata mimi sipendi kuitwa hilo jina, kizazi cha nyoka. Lakini ukimwona mzazi anamuita mwanae wewe ni kizazi cha nyoka, ujue kwamba amesikia machungu mengi sana. Anajaribu kuona atafanya nini ili wewe uondoke huko uliko. Kwa sababu kwa ukweli tabia hizo unazozionyesha hazifanani na Mungu kabisa kabisa. Yaani zinafanana zaidi na Shetani kuliko Mungu. Na Shetani anajivuna kwamba huyu ni wa kwangu, huyu ni mwanangu. Uone hizo tabia anazofanya amechukua kwangu. Hilo ndilo jambo ambalo lilimleta Yesu hapa duniani ili abadilishe huo mwelekeo. Tusiwe watoto wa nyoka, tusiwe kizazi cha nyoka. Na hiyo inawezekana kwa sababu Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mioyo yetu kama tukimruhusu, anabadilisha nia zetu, halafu tunakuwa na matendo mema kama yale ya Mungu wetu, na pale tunabadilika, tunakuwa kizazi cha Mungu. Tunakuwa watoto wa Mungu. Yesu alikuja kukibadilisha hiki kizazi kilichorithi tabia za dhambi kutoka kwa Shetani na kukifanya kizazi chake kwa njia ya ukombozi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 9 hadi la 10 nasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Hilo nimeipenda sana. Unajua hapo ndipo unabadilishwa kizazi cha nyoka sasa. Yaani unapompokea Yesu Kristo, kwanza ukimwamini, ukishamwamini kwamba alikufa kwa ajili yako na kwamba sasa unataka na wewe uhesabiwe haki, Yesu anatuma Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu anaanza kukuonyesha matendo yako mabaya na unaanza kuyachukia yale matendo mabaya ambayo zamani ulikuwa unayapenda sana. Hayo mabadiliko ya kuchukia dhambi hayo yanabadilisha asili yako kutoka kwamba wewe kizazi cha nyoka na kuwa kizazi kipya. Umesikia jambo analosema kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu uzao wake, uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Uzao wa Mungu ukiingia ndani yako, uzao wa nyoka unatokea dirishani. Kwa hiyo kuna namna ya kubadilisha uzao wa nyoka. Rahisi tu, Mungu amefanya hiyo hesabu na imekamilika. Ni swala la wewe kuipokea hiyo hesabu. Na Biblia hiyo inaendelea kusema wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao ni dhahiri. Kumbe sasa pamezaliwa vizazi viwili. Hapo mwanzo tulikuwa na kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka kimetembea, tumefika mahali kizazi cha Mungu nacho kimezaliwa. Yaani watoto wa Mungu wako dhahiri. Na leo unawaona kabisa. Mtu ambaye ukiacha hapo kalamu, ukiacha hapo umedondosha pochi, anakuita bwana, umedondosha pochi yako bwana hii. Wapo watu hao duniani leo, wapo kabisa.
na unashangaa wewe bwana, wewe huna shida ya hela. Siku moja nilidondosha simu Bagamoyo kule, na nilijisahau toka asubuhi mpaka jioni ndio nakumbuka kwamba simu haiko na mimi. Mtu mmoja akaniambia piga hiyo simu, namba yake. Nilipopiga napokea. Nikauliza bwana, hiyo ni simu yangu? Akasema ni kweli, nilikuwa nasubiri mwenye simu hii anipigie. Mimi ninayo hapa. Nilipofika kwa yule bwana, akanikabidhi ile simu, nimempa hela kama shukrani. Akasema hapana, kwani ulifanya kwa kupenda? Nikashangaa. Hii dunia ya leo, yuko mtu kweli anaweza akakusubiria na simu yako, na ndani ya ile simu kulikuwepo pesa keshi milioni 1. Na akasema watu wengi sana wamemshawishi wampe hela, lakini akasema hapana. Kizazi cha Mungu wapo duniani, sio kizazi cha nyoka hicho. Kizazi cha nyoka asingekurudishia simu, kizazi cha nyoka. Kwa hiyo kuna muujiza unaoendelea leo duniani ambapo Mungu anataka kubadilisha kizazi cha nyoka chote kirejee kuwa kizazi cha Mungu wa mbinguni, na hiyo inafanyika kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Anasema mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake hatokani na Mungu. Kwa hiyo habari njema ni kwamba hili jina la kizazi cha nyoka kama limekukera sana, basi unaweza ukapokea jina la kizazi cha Mungu. Hiyo nafasi unayo na uitumie vizuri. Unapozaliwa mara ya pili huitwi tena kizazi cha nyoka. Yohana wa kwanza 3:1 anasema, tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Sisi ni watoto wa Mungu na ndivyo tulivyo, na sisi sio kizazi cha nyoka. Nami namshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kupitia Roho Mtakatifu kunibadilisha mazoea yangu mabaya ya dhambi ambayo nilivyokuwa nikiyatenda yalikuwa ninamwiga tu shetani, namfurahisha tu shetani, na shetani anafurahi sana. Lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu kidogo kidogo tabia zimeendelea kubadilika. Zile za shetani za zamani naendelea kuzichukia, na ndakani ninavyozichukia Mungu ananipatia uwezo wa kuziacha. Yaani ni muujiza wa ajabu sana unaoendelea kutendeka duniani leo hii. Na mwisho Mungu ananitambua sisi kama mtoto wake. Nasema sisi ni watoto wa Mungu, na mimi nina haki ya kusema mimi ni mtoto wa Mungu. Hata wewe una haki ya kuitwa mtoto wa Mungu. Kwa nini unaendelea kuitwa kizazi cha nyoka wakati Yesu ameleta uwezo wa kubadilisha ili uitwe mtoto wa Mungu? Watoto wa Mungu ndio watakao rithi mbinguni. Hawa wa kizazi cha nyoka wote wataishia motoni. Hili somo limekuja kwako kwa makusudi maalumu. Huenda Mungu ameona maisha yako nao kwenda sio kuzuri. Badilika. Badilika. Kwa nini watu wote wanakulaumu wewe kwa matendo yako? Majirani zako wanakusema vibaya. Yaani kila mtu yoyote anakusema vibaya. Labda ni kwa sababu ya pombe, au kwa sababu ya utukanaji, au kwa sababu ya wizi. Badilika. Kwa sababu nafasi ya kubadilika ipo. Wewe ni kutoa tu maisha yako kwa Yesu, na Yesu anakupatia nguvu za Roho Mtakatifu ambaye atakubadilisha, na wewe mwenyewe utashangaa jinsi ulivyobadilishwa. Utaishi maisha tofauti kabisa na pale zamani. Karibuni sana katika kusikiliza tena swali jingine ambalo liulizwa na mtazamaji wetu, na dada Miriana anakwenda kutusomea. Karibu sana. Asante. Nawezaje kutambua kuwa nina karama, Pastor? Swali naulizwa kwamba nawezaje kutambua kuwa nina karama. Huyo mtu anatamani ajue, maana amesikia kwamba karama ipo na watu wengine wamekuwa wanapata karama hizo,
na sasa yeye karama yake haijui, na atafanyaje ili kusudi aweze kujua hiyo karama yake? Hili ni swali la muhimu. Nasi tulipotafuta katika maandiko matakatifu tulikuja na majibu yafuatayo. Karama ni kitu kisicho na kificho. Huwezi kuficha karama. Kama unayo, ipo na watu wote wataiona. Kama haipo pia hakuna, watu hawataiona. Utakapokuwa una karama, wewe mwenyewe waweza kuhisi kutokana na unavyotumia karama hiyo kubariki watu wengine, na jinsi wewe mwenyewe unavyosikia amani wakati unapoitumikia. Yaani unapokuwa na karama ukiitumia, wewe mwenyewe unasikia furaha sana. Yaani unasikia amani. Na unajua karama ipo kwa ajili ya kutumikia watu. Hamna karama ipo tu kwa ajili ya wewe mwenyewe kujifurahisha au kutafuta sifa. Karama Mungu anaitoa Roho Mtakatifu ili utumikie vizuri watu. Sasa inaweza kuwa ni karama ya maombi, labda wakati unapoombea watu. Unajua wengine anaweza kuomba siku mzima na hachoki, yaani anasikia raha. Mwingine akiomba tu hata nusu saa ameshachoka na kereka kabisa. Au kufundisha, au kuhubiri, au kuimba. Yaani mwingine anajilazimisha tu, lakini mwingine anafanya kwa moyo wote, wala hanunguniki, anasikia raha. Hiyo ni namna mojawapo ya kutambua ya kwamba unayo karama. Wewe mwenyewe unajisikia, unafurahia, yaani unabarikiwa unapokuwa unaitumikia ile karama. Lakini jambo jingine ni kwamba hujisikii kujuta, hujisikii kukata tamaa au kuchoka unapotumikia karama ya Mungu uliopewa. Wako watu wengine wepesi sana kukata tamaa, hata nasema bwana mimi hii kazi nimejiuzulu, sitaki tena hii kazi, naona inalawama sana, ushemasi mimi sitaki, sio na nini. Huyo ana karama, mwenye karama yake. Hata watu wanamsema, hata watu wanamlaumu, yeye anaendelea tu. Kwa sababu yale malalamiko ya watu na kelele za watu hazimsumbui. Yeye anachoangalia ni kwamba mimi Mungu amenituma nifanye hii kazi na uwezo huu amenipa, na kwa hiyo unapokuwa na karama hata uwezo wa kustahimili lawama unakuwa nao. Hiyo ni tabia nyingine ya mtu ambaye ana karama, huwa hachoki, hakati tamaa. Warumi 11 fungu la 29 nasema, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Huwezi kujuta kwa nini mimi nimefanya kuwa mhubiri. Huwezi kujuta au huwezi kujuta kwa nini Mungu amenifanya mimi kuwa mkarimu. Kuna watu ni wakarimu, unashangaa, yani ni mkarimu mpaka anakuwa maskini. Akiwa na kitu anahakikisha kwamba anashare na wenzie, kikiisha basi anarudi tena kule kule. Wakarimu hao. Karama hiyo. Na karama huwa haiigwi. Ukiiga utaishia njiani. Lakini wenye karama yake anaendelea tu, wala hachoki wala hakati tamaa. Kwa sababu gani? Karama za Mungu hazina majuto. Hilo ni jambo jingine. Maana umeuliza nitajuaje kama nina karama? Ndio majibu hayo. Haya. Kitu kingine, kama wewe mwenyewe utachelewa kutambua karama yako, ndugu wengine katika Kristo watakujulisha kuwa unayo karama fulani. Yaani kama wewe mwenyewe pamoja na tuliosema hayo kwamba karama utakuwa ni kile kitu unachokifanya unakifurahia, kile kitu unachokifanya hata ukilaumiwa ukati tamaa wala ujisikii kwamba labda uachie ngazi, hiyo ni karama yako. Lakini basi wengine wanakuwa wagumu sana kujitambua, kuhisi hali kama hiyo. Sasa kuna kuja na kigezo kingine cha pili. Utakuta mara kwa mara watu wanakuambia ila wewe una karama ya uchungaji. Kuna mtu ambaye kuambia hivyo. Watu wengi wamekuwa wakiniambia, lakini mbona mimi sioni? Unaona? Basi wewe hiyo ni karama yako hiyo. Watu hawezi kusema uongo. Waseme uongo wote hao. Fikiria, mtu wa kwanza alikwambia hivyo hivyo, wa pili alikwambia hivyo hivyo, wa tatu na hivyo hivyo. Na hao watu sio kwamba anakaa mahali pamoja. Mwingine labda alikwambia ukiwa Tabora, mwingine alikwambia ukiwa Dar es Salaam, mwingine alikwambia sijui ukiwa Iringa. Wote wanasema hicho hicho. Hao watu kuna kitu wamekiona. Kwa hiyo kama huwezi kuiona wewe mwenyewe hiyo karama, watu watakuambia. Na wala uhitaji hata kuuliza kwamba eti mimi nina karama ya kuhubiri eti. Wala uhitaji wakati fulani. Lakini kama utahitaji sasa kuuliza watu, unaweza ukawauliza. Na kama watakuwa waaminifu watakuambia kwamba kuhubiri sidhani. Na ukiona watu 4 5 wanasema kuhubiri hapana, basi wewe mwangalifu. Maana kuna wengine pia wanapenda kulazimisha karama. Na hasa siku hizi tunazoishi hizi ambazo watu wengi wanazitumia karama kama ajira.
Yaani mtu anasema yeye ni nabii, yeye ni mtume, yeye sijui ni kuhani, kusudi kupiga hela. Yaani watu wanalazimisha vitu sana. Au hata hawa wahubiri hawa wenyewe. Unaona mwingine ana force kabisa, huyu kwenye kuhubiri hapana, hayupo. Unaona? Huyu kwenye kuimba huyu hayupo, lakini ana force kwa sababu anatafuta zile faida ama za kujulikana na watu au faida za kupata pesa, labda vitu kama hivyo. Kwa hiyo karama ipo, na karama inatolewa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akupatia, huwezi kujuta. Na Roho Mtakatifu akupatia karama, huwezi kukata tamaa, huwezi kushindwa. Na halafu hata na watu watakuambia. Kitu kingine, kumbuka karama ambayo haitumiki ina hatari ya kufa. Kama utakuwa mzembe, usitambue kwamba una karama, hatari itakao kuandama ni moja, hiyo karama itakufa. Yaani karama inatakiwa ipaliliwe. Ukishajua mara moja kwamba na karama fulani, endelea kuipalilia, itakuwa mpaka itakuwa bora sana na itabariki watu wengi zaidi. Timotheo wa kwanza anasema hivi, sura ya 4 fungu la 14, usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Usiache kutumia karama. Sasa utatumiaje ikiwa huijui? Swali limeuza la maana kwamba sasa ni vizuri utambue karama. Na kwa msaada wako iko dodoso. Dodoso moja, ukienda hata kwenye Google huko ukiandika dodoso la kujua karama, kuna kitu kitashuka hapo utakachoulizwa maswali, utaulizwa maswali. Mwisho utakuja kugundua wewe karama yako ni unabii, karama yako ni ualimu, karama yako ni mhubiri, karama yako yaani inajipa kutokana na yale maswali utakavyokuwa unajibu. Lakini kama hilo dodoso uliwezi, waulize watu wa kawaida wanaokuzunguka, watu wa kiroho, watakuambia. Lakini haya mafungu haya uliyosoma leo, nadhani anaweza kuwa amekusaidia kiasi fulani kujua kwamba unayo karama au hauna. Na kama unayo, ikuze. Kuna kanuni moja kwamba unapokuwa na karama moja, ukikuza ikifikia katika viwango bora kabisa ambavyo Mungu amekusudia, Mungu ana uwezo wa kuinua karama nyingine tena. Ukaikuza, ndio unakuta watu wengine wana karama 4, 5, 6, mwingine ana moja tu kwa sababu haikuzi. Na hao wote hao watatoa hesabu. Wewe mwenye moja, kama Mungu alikusudia uwe nazo 5, lakini ukaishia kuwa na moja kwa sababu ulikuwa mzembe ukuikuza, utakuwa na jambo la kutoa hesabu siku ya mwisho. Na wewe mwenye 7, na ambapo ulifikia katika hiyo hatua ya 7 kwa sababu ulizikuza, na wewe kuna shukrani ambayo Mungu atakupatia siku ya mwisho. Kuza karama yako. Usiridhike na hapo ulipofikia. Timotheo wa pili 1:6 inasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kuchochea karama, kukuza karama ni yale yale tu. Kwa hiyo karama inachochewa, karama inakuzwa, karama inapaliliwa. Na moja hapo njia kuipalilia karama ni kujifunza kutoka kwa wengine ambao wamechochea karama zao na kuzifikisha katika viwango vya juu. Na kutamani kwamba natamani ningekuwa na karama ya yule mtu fulani na ningefikia kwenye ile hatua aliyofikia. Hilo sio jambo baya. Unachofanya baada ya hapo ni kumwomba Roho Mtakatifu akupatie uwezo wa kuichonga hiyo karama yako ifikie pale ambako wengine wameifikisha karama zao. Na hiyo ndilo jambo ambalo unatakiwa ulifanye, ndugu yangu mpendwa. Roho Mtakatifu alikusudia kwamba kila mmoja atumike katika karama yake. Moja ya makosa makubwa yanafanyika katika jumuiya zetu za kiroho na makanisani zaidi ni kuwapanga watu kwenye nafasi ambazo sio za kwao. Yaani unamwona huyu mtu bwana wala hana karama ya walimu, yuko hapo anafundisha lesoni, anaboronga tu, hamna kitu chochote, watu wabarikiwi. Huyu bwana hajui kuhubiri kabisa, unamweka tu hapo anaongea tu mambo yake anajua mwenyewe, watu wanakereka, watu wanakuwa bored, unaona? Lakini Roho Mtakatifu alikuwa anataka ninyi wakati mnapoenda kuchagua kwa mfano viongozi mwisho wa mwaka kama huu, muangalie sifa za huyo kiongozi nini, ajue okay, huyu jamaa fulani. Kweli huyo fulani anafaa, mnamweka. Hiyo ni fulani, mnamweka. Kama tungekuwa waaminifu katika kuwapanga watu kulingana na karama zao, tungeshangaa kazi ambayo ingefanyika. Ni kama wachezaji kwenye mpira. Huwezi golikipa ukamweka kwenda kufunga kule mbele. Anayejua kudaka anakaa golini. Anayejua kuzuia anakuwa beki. Anayejua kufunga anakaa kwenye nafasi za kushambulia. Na Roho Mtakatifu amewapanga watu kulingana na vipaji vyao.
hapakuwa na sababu yoyote ya watu kuumiza kichwa kufanya kazi ambayo unateseka, pamoja na kuteseka kote na kuumia kote, watu hawaoni matokeo yoyote, wanakulaumu tu, unarudi nyumbani umechanganyikiwa, maana umefanya kazi kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Muhoji Roho Mtakatifu akujulishe karama yako ni nini. Na sio vibaya ikiwa umepewa kazi ambayo unajua kwamba hii sio karama yangu, kwambia hapana, hii kazi sitaitendea haki, naomba kama inawezekana mnipatie kazi ya ushemasi au kazi ya kukaribisha au kazi ya kufundisha watoto wadogo. Hiyo tungekuwa waaminifu kiasi hicho, kazi ingeenda vizuri. Sasa unampeleka kwa watoto wadogo mtu ambaye amekuwa kama afande na kung'ota tu mikwenzi watoto wanaamka kabisa na huyo mtu. Nadhani pale mnafanya si mnaharibu, na hiyo sio kusudi la Roho Mtakatifu hiyo. Kwa hiyo kila mmoja akae kwenye nafasi ya karama yake ili kanisa la Mungu lipate kujengwa. Karama inayotumika vyema ina kawaida kuzaa karama zingine. Mathayo 25 fungu la 20 hadi 21 inatuambia, akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizozipata faida. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba unapokuwa unakuza karama huwa inazalisha karama nyingine. Na kwa hiyo mtu mmoja unaweza kukuta anafaa katika nafasi nyingi sana. Haikutokea hivi hivi. Wakati mwingine unapochaguliwa kazi na wala hujawahi kuifanya, ipokee, halafu muombe Mungu kwamba Mungu, hii kazi niliyopewa sijawahi kuifanya, hebu nipatie uwezo wa kuifanya. Unaweza kushangaa ukafanya vizuri sana. Mara nyingi watu wamekuja kugundua vipawa vya watu baada ya kushikia nafasi fulani ya mtu ambaye alikuwa anatumika kwa hiyo karama, na akasafiri au akaenda likizo au akaugua. Akashika, bwana tushikie hapa. Wakaja kugundua kumbe bwana unafahamu sana hiki kitu. Na kuanzia siku hiyo akaendelea. Kwa hiyo kukataa kazi, hiyo kazi sijawahi kufanya, sio jambo zuri. Wewe unajuaje pengine Mungu amekupatia hiyo kazi ili uijaribishe, maana Mungu amekutaka utumike kwenye hiyo karama hapo. Unaona? Na bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Tumefika mwisho. Tumeangalia vizuri juu ya karama. Karama ni jambo zuri sana, linatolewa na Roho Mtakatifu, na karibu kila mmoja wetu anao karama. Huwezi kukosa zote, angalau moja unayo, kwa sababu kiwango cha chini kabisa cha karama ni moja. Lakini kiwango cha juu inaweza kawa 10, kawa 20, ni kadri wewe mwenyewe unavyopokea na kukuza vile vipawa. Na katika hiyo karama utaulizwa uliifanyia nini. Ogopa kama hujawahi kufanya kazi yoyote ya karama kanisani, wakati ambapo Roho Mtakatifu alikupatia karama yake moja, ila ukufanya juhudi kuuliza watu, jamani, karama yangu ni nini? Na kwa hiyo ukakaa tu umebweteka ukafikiri uko salama. Siku ya mwisho utadaiwa. Watu ambao wangeokolewa kwa hiyo karama, utajua kwamba hawa ndio idadi ya watu ambao wangeokolewa kama ile karama niliyokupatia ungetendea kazi. Mungu akubariki sana unapochagua kumfanyia Mungu kazi kwa kutumia karama aliyokupatia. Tumefikia mwisho wa somo letu. Tufumbe macho tupate kuomba. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya somo hili na kwa ajili ya majibu haya. Msaidie mtazamaji na msikilizaji wetu katika kuelewa kile alichouliza huyu mtazamaji mwenzetu, na baadaye tufanye maamuzi ya kuchagua wewe Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.